Kuna watu wanatulaani bila sababu, wanatuinukia, wanatutamkia maneno mabaya. Pengine ni wewe umelaaniwa sana kwa maneno mabaya. Watu wamekutabiria kushindwa mara nyingi, wameitabiria aibu yako mara nyingi. Hata hivyo ulivyo, wanakuhesabia hatua, wanategemea mahali fulani utaanguka, wanategemea mahali fulani utashindwa. Niko hapa kukuombea na kukutia moyo ya kwamba kila laana, manunguniko na miguno yoyote ambayo imefanywa juu yako isiyokuwa na sababu haitakupata. Kila hila ambayo itafanywa juu yako haitafanyikiwa. Neno la Mungu linaonyesha wazi ya kwamba hakuna laana isiyo na sababu inaweza kumpata mtu, hata kama imetoka kwa mtu ambaye una uhusiano naye kwa namna gani, kindugu, kidamu, na hata kama kimahusiano, na hata kama watu wanaokujua wakakutamkia maneno mabaya. Biblia inasema kwamba kila laana isiyokuwa na sababu haiwezi mpata mtu. Maandiko yanasema hivi, fungua pamoja nami kitabu kile cha Mithali sura 26 mstari wa 2. Kama shomolo katika kutangatanga, anasema, na kama mbayuwayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haiwezi kupata, haimpati mtu. Niko hapa kufuta na kupinga kila laana isiyo na sababu. Najua kuna wanadamu wanatamani waone aibu yetu, wanatamani waone tunaanguka. Pengine ni wewe umetamkiwa maneno mengi mabaya, wamekulaani sana, wamekusemea maneno mengi mabaya, wamekutabiria uongo sana, wameenda hata kwa watu ambao wanafikiri wanaweza kuwapa majibu. Lakini katikati yao yote, nalo neno la matumaini kwako ya kwamba Mungu atakulinda. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba kila ulimi ambao utainuka kutuhukumu hautafanikiwa. Na katika Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika kuhukumu. Biblia inasema kwamba Mungu ataugeuza, atahukumu kwa mkosa. Ulimi wote ambao utainuka juu yako kukuinukia kwa namna yote ile, Mungu atauhukumu ulimi huo kwa mkosa. Na huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao, ambao Mungu anasimama pamoja nawe. Lazima haki yako ipatikane kwa jina la Yesu. Ukisoma kitabu cha Hesabu 23:23, anasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Hii ni habari njema kwa Yakobo na Israeli, lakini katika imani wewe ni Israeli wa leo, ni Yakobo wa leo. Natangaza kila uchawi wa laana waliokutamkia. Kuna mtu ukawa ulikuwa naye kwenye kipindi fulani cha biashara, cha kazi, cha ukuaji, cha masomo, cha mahusiano, na hata wakati mwingine kwenye ndoa, na hata wakati mwingine wazazi wanaweza kainuka kutulaani. Nataka nikwambia kwamba kila laana isiyokuwa na sababu haitakupata. Kila ndimi iliyoinuka kwako haitafanikiwa, tunaibatilisha kwa jina la Yesu. Kila ulimi ambao umekuinukia, kila ulimi ambao unakutabiria vibaya, kila ulimi ambao unatabiri uongo kwako hautafanikiwa. Maana tunao amri ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za giza. Kitabu cha Injili ya Luka sura 10:19, tazama nimewapa amri nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Nipo hapa kutangaza kwamba kila chochote ambacho kimeandaliwa kukudhuru hakitakudhuru kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kimeandaliwa kukudhuru hakitakudhuru katika jina la Yesu. Muhimu tuwe kuwa hodari. Weka imani kwa Mungu. Weka imani kwa Mungu. Mungu atakusaidia. Mungu atakutetea. Mungu atakusaidia kabisa kabisa. Kila laana iliyotamkwa kwako tunaigeuza kwa baraka. Kristo Yesu alikuja kwa ajili ya kuiondoa laana, Wagalatia 3:13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Wewe ni nani ambaye unatangaza laana kwa mtu huyu? Niko hapa kubatilisha kwa jina la Yesu. Tuingia kwenye maombi ya kufuta laana na ndimi na miguno na manunguniko na visasi ambavyo vimetumwa kwenye maisha yetu. Utakapoendelea kuomba, utanisaidia. Unaondoa kwenye mwili wako laana, unaondoa kila maneno mabaya, unaondoa kila maneno ya hila, ya hatia ambayo wamekutengenezea, unaondoa kila maneno, kila miguno. Kuna watu wamenungunika, wanasema sijui, ngoja tuone, ngoja tuone. Hiyo miguno yote tunaifuta. Tunafuta kila alama walizoziweka, kila alama za lakini walizoziweka, lakini tunafuta.
Neema ya Bwana itakuwa pamoja nawe. Neema ya Bwana itakusaidia, itakuinua. Baba, katika jina la Yesu nimekuja mbele zako na kushukuru kwa Mungu unatupa mafunuo kila itopo leo. Niko hapa kuondoa kila laana, kila miguno, kila lakini ambazo watu walisema, kila maneno ambayo watu walikuwa wameyatamka juu ya mtu huyu, kila maneno ambayo wakawa wameyasema kwamba ngoja tuone utaniambia, tunafuta katika jina la Yesu. Haijalishi hatujakamilika namna gani, tunajua iko neema yako ambayo inatukamilisha. Niko hapa Bwana kufuta kila laana, niko hapa kufuta kila hatia, niko hapa kufuta kila matamko ambayo hayatokani na wewe Mungu, na yafuta kwa jina la Yesu. Kila viapo ambavyo watu waliapishana, haijalishi waliapishana kwa nani au kwa madhabahu gani, Baba, naenda kila kinyume na hizo madhabahu, naangusha viapo vyote kwa damu ya Yesu. Kila viapo walivyoapiana, kila viapo walivyochinjana, walivyochanjana, tunavifuta. Futa pamoja nami kila viapo, ondoa kwenye mwili wako, futa viapo vyote kwenye jina lako. Yeyote ambaye alikuapia mabaya, yeyote ambaye aliingia kwenye kiapo akakuapia ubaya kwamba ukupate, akaingia kwenye maagano ili wewe upate matatizo, nafuta viapo hivyo, nafuta laana hizo, nafuta mikosi hiyo. Napoendea kuomba nasikia nguvu ya Mungu inachemka. Napoendea kuomba nasikia kuna mtu unafunguliwa. Naondoa laana. Wakati unaponisikia, kuna jina lako lilikuwa limetamkiwa mabaya, jina lako lilikuwa limewekewa alama, leo hii na kutakasa kwa jina la Yesu. Natamka kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, kila laana naifuta. Toka kwa jina la Yesu. Kristo Yesu alikufa ili sisi tuweze kuwa baraka, alifanyika laana ili tuwe baraka. Nami naondoa laana, naondoa miguno ya namna zote, naondoa maneno yote, naondoa visasi vyote, naondoa kila alama ulizotegeshwa kwenye barabara, kwenye njia ambazo wakasema ngoja tukuangalia utajikwaa mahali fulani, na kuombea hatua zako ziimarike. Naombea hatua zako hizo ziimarike, hakuna kushindwa kwa jina la Yesu. Nakomboa hatua zako, nasafisha njia yako, kila vikwazo, kila beria kwenye njia naziondoa kwa jina la Yesu. Navua kila vazi la giza, navua kila vazi la maneno mabaya, kila ulipotamkiwa mabaya kwa waganga, kwa wachawi, kwa nguvu za giza, kwa madawa, nafuta. Nguvu inapita hiyo kwa jina la Yesu. Toka kila maneno mabaya, ondoka kila maneno mabaya. Nafuta maneno yote waliokutamkia, nafuta maneno yote walioongea kwa siri, walionong'onezana, walioambizana, na yafuta kwako kwa jina la Yesu. Haijalishi walikaa vikao gani, huo ubaya warudie wao kwa jina la Yesu, bali sisi tunageuza mabaya kawe baraka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila ulichotumiwa na kiondoa. Vua hilo vazi, vua hilo vazi katika ulimwengu wa roho. Rudisha huko, rudisha hayo maneno huko, rudisha hiyo vita huko, rudisha ubaya huko. Laana isikupate wewe, laana isiwe kwako tena katika jina la Yesu. Wewe uwe baraka, wewe uwe baraka. Viapo vyote vya giza nafuta, maagano yote ya manunguniko nafuta, maagano yote ya kulaumiwa naondoa. Kuna mtu analoa kulaumiwa tu, kila kitu ni wewe unalaumiwa, na ikemeo roho chafu ikuachie. Toka kwa jina la Yesu. Ninakutakasa kwa jina la Yesu, nakutakasa kwa kweli ya Kristo na kwa damu ya Yesu. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Wekwa huru kuanzia sasa, wekwa huru kuanzia sasa. Pokea ufungulivu, pokea jina jipya. Hautaitwa tena majina ya zamani, hautaitwa tena aliyeachwa, hautaitwa tena aliyekataliwa, utaitwa majina mapya. Nami nakuombea, pokea neema ya majina mapya. Bwana kupe jina jipya, Bwana kupe jina jipya. Haijalishi uliwahi kufanya kazi mahali fulani wakakutengenezea maneno, visasi na malipizi, vyote visikupate. Umewahi kuabudu mahali fulani wakakutengenezea visasi na malipizi, tunafuta ila zao, tunafuta matabiri yao, tunafuta manuizo yao katika jina la Yesu. Kila aliyekutabiria ubaya hautakupata. Pokea ulinzi, pokea malaika wa kuuishwa, pokea malaika wa kufanya kuwa mpya. Pokea ulinzi kwa jina la Yesu. Kila ubaya usiwe kwako katika jina la Yesu. Mungu akutunze. Neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikusimamie na kuombea kwa jina la Yesu. Pokea neema, pokea neema, pokea neema, ukastahilishwe, ukawe mpya, ukawe mwingine. Pokea nguvu mpya, pokea baraka katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ni mimi mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Maombi haya ni dawa, maombi haya ni tiba. Yarudie. Inua imani yako. Rudia tu maombi haya kwa imani. Sema napokea ufungulivu. Sema nafuta kila laana, nafuta kila mikosi, nafuta kila vitu vibaya kwenye maisha yangu, na imekuwa kwako. Ninakutabiria kila mahali ambapo uliwekewa alama ya kushindwa, natangaza alama ya kushinda, natangaza alama ya tiki ya vema kwa jina la Yesu. Sema napokea kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Ikiwa unabarikiwa, weka hapo comment yako vile Mungu amekuhudumia, na weka ushuhuda wako hapo. Unahitaji kuachilia sadaka yako ya kusindikiza maombi yao. Unasema mtumishi wa Mungu, nimeona ni ibada kamili kwenye maisha yangu, nimeona Mungu amenihudumia, nahitaji kujiconnect kwa imani
kwa sadaka yangu ya hiari. Karibu kwa namba 0743 91 32 91, 0743 91 32 91, namba ya Vodacom M-Pesa. Lakini pia unaweza kaachilia sadaka kwa namba ya Airtel 06 82 42 27 79. Mungu wa mbinguni akubariki, kutendee mema, na tamani Mungu akakutendee jambo kubwa, ukashangae na ukashuhudie kwamba Mungu yupo. Mungu akubariki, akutendee mema, uwe na wakati mzuri. Yeah.